Ninawasalimu wapenzi watazamaji wa hichi kituo popote mlipo, hamjambo. Karibu niweze kuwapasha yale ambayo yameweza kutendeka, kwa sababu hichi ndicho kituo chako ambacho kinakueleza taarifa zote. Kila ambacho nawaomba, endapo kuna mgeni mwenye ananitazama kwa mara ya kwanza, aweze kupiga subscription, bonyeza kengele, alafu sambaza kanda hizi kuelekea kwa vikundi vingi, mpenzi mtazamaji, ili tuweze kufikia ama taarifa hizi ziweze kufikia watu wengi. Habari ambazo ninaambiwa, mpenzi mtazamaji, na ripota zangu wananieleza kwamba maafisa wa ICC au kipenda maafisa wa International Criminal Courts, maafisa wa mahakama ya jinai kutoka Uholanzi wameweza kufika nchini Kenya ili kuweza kuchunguza mauaji ya kimbari yaliyotendeka ama yaliyotokea katika taifa la Tanzania, nchi jirani, chini ya serikali ya Samia Suluhu. Jinsi ambavyo naona hapo, ripoti hiyo inanieleza kwamba just in ICC officials arrives in Kenya. They are investigating Tanzania massacre. Yani wanachunguza maafa yaliyotendeka ya kimbari Tanzania. Kwa wale ambao hamjui, mpenzi mtazamaji, ni kwamba vile afisi za mahakama ya jinai ICC ziko Nairobi, kwa wale ambao hamjui. Kwa hivyo hao maafisa wa ICC wameweza kutoka Uholanzi, wamekuja nchini Kenya, wameingia kwenye afisi zao ambazo ziko Nairobi kuweza kuratibu mambo mawili matatu kabla ya kuanza kuangalia mauaji ya kimbari kuniradhi yaliyotokea Tanzania. Maafisa hao wa ICC, mpenzi mtazamaji, wanakuja nchini Kenya baada ya wiki moja maafisa wengine wa ICC kuripotiwa kwamba walizuiliwa wasiingie katika taifa la Tanzania ili kuweza kufanya upelelezi, kuchunguza maafa ambayo yaliweza kutokea Tanzania. Tuliweza kuelezwa kwamba walipofika katika uwanja wa Julius Nyerere Airport, uwanja wa ndege, walirudishwa baada ya maafisa wa Tanzania kukataa katakata kuwaruhusu. Walikuwa maafisa 5, waendesha mashtaka 3 na 2 ni wachunguzi, forensic investigators, wachunguzi wa kina. Sasa hao maafisa wa ICC wanafika nchini Kenya baada ya Umoja wa Kimataifa, ukipenda United Nations, kuagiza kwamba uchunguzi wa huru uweze kufanyika Tanzania, ili idadi kamili ya wale ambao waliweza kuuawa iweze kujulikana, na wale ambao waliweza kufanya uozo huo wajulikane, wale ambao walikuwa wanapanga mauaji haya kutendeka wajulikane. Vile mpenzi mtazamaji, maafisa hawa wa ICC, International Criminal Courts, wanafika nchini Kenya kipindi ambapo serikali ya Mama Samia Suluhu Tanzania imejaribu kila namna kuficha ushahidi wa kuonyesha kwamba mauaji ya kimbari yalitendeka Tanzania.
tuliona hivi majuzi maafisa wa polisi wakituma jumbe kuelekea kwa wananchi wa Tanzania wakiwahonya kwamba wasije wakapatikana wakisambaza video pamoja na picha zinazoonyesha wananchi walikuwa wanauawa au kupigwa risasi Tanzania. Vile vile maafisa hawa wanafika nchini Kenya kwenye afisi zao ili kuchunguza maafa Tanzania, ikiwa imepita siku chache baada ya ripoti kutolewa na Umoja wa Kimataifa kwamba kuna baadhi ya waliouawa ambao tayari wamekwisha zikwa kwenye kaburi la pamoja. Kuna mfanyakazi katika afisi ya Samia Suluhu ambaye aliomba asitajwe, ambaye aliweza kuzungumza na vyombo vya habari vya rubaa ya kimataifa kama vile BBC. Alisema kwamba kuna kaburi mbili upande wa Dar es Salaam ambazo zimeweza kuchimbwa chini ya usimamizi wa mtoto wa Samia mwenye anaitwa Abduli, na halaiki nyingi sana ya wananchi wameweza kuzikwa kwenye kaburi hizo za pamoja. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, kipindi ambapo nimekwisha waeleza kwamba maafisa hao wa ICC wamekwisha fika Tanzania, yani wamekwisha fika nchini Kenya katika afisi zao za ICC. Je, wamekuja kufanya nini? Namba moja, wamekuja baada ya ghasia za uchaguzi kutokea Tanzania, baada ya uchaguzi wa mwaka 2025. Baada ya uchaguzi Tanzania uliofanyika Oktoba tarehe 29, kulikuweko na maandamano pamoja na ripoti za vifo vikatokea na ghasia pamoja na ukandamizaji. Kwa hivyo hawa wamekuja baada ya ripoti kutoka Tanzania kwamba kuna vifo vingi sana viliweza kutokea baada ya ghasia za uchaguzi pamoja na ukandamizaji. Vile vile hawa ICC wamefika Kenya kwa sababu tayari walinyimwa nafasi ya kuingia Tanzania wiki moja ambayo imeweza kupita, baada ya chama cha Chadema na watu wengine kuambia ulimwengu kwamba kuna mauaji na uhalifu wa haki za kibinadamu yaliyotokea katika taifa la Tanzania. Vile vile kuna muamko wa wananchi ambao wanaomba kwamba uchunguzi uweze kufanyika Tanzania, hivyo kuweza kuhakikisha kwamba haki na ukweli inapatikana. Namba mbili, maafisa hao wa ICC wamekuja baada ya wito au kipenda wito wa uchunguzi kutolewa kutoka Umoja wa Mataifa, United Nations. Waliweza kuomba kwamba uchunguzi wa kina uweze kufanyika. Kwa hivyo kipindi ambapo hawa maafisa wa ICC wameweza kufika Kenya, haimaanishi eti kwamba watamkamata Samia Suluhu haraka haraka. Hapana, watafanya uchunguzi, wapate ushahidi, waandike ripoti, alafu sasa mwendesha mashtaka wa ICC ataenda apitie ile ripoti ambayo imeweza kuandikwa, aangalie ushahidi. Akipata ushahidi, basi watafungua mashtaka kuweza kushtaki wale ambao waliweza kuhusika kutekeleza unyama Tanzania. Wazo lako ni lipi? Mimi ninaomba haki iweze kutendeka kwa Watanzania. Wale ambao waliweza kuuawa, wale ambao waliweza kunyimwa haki zao, wale ambao waliweza kujeruhiwa waweze kupata haki na Samia aweze kuchukuliwa hatua. Ni hayo ndio niliweza kuandalia.